ina maana kwamba tutawashawishi at least milioni 50 mpaka 60 au 70 waingie madarakani. Mkiingia wote, mkisimama nchi nzima, basi serikali lazima itoke madarakani. Na njia ya pili ni kama watu au majeshi yataamua kutumia silaha kuondoa serikali madarakani kijeshi, au wananchi wa kawaida ambao wamekubali kujifunza silaha na moja kwa moja wanaingia kupambana kuiondoa serikali madarakani. Lakini mapinduzi ya kiraia ni yale ambayo kushirikisha watu wote, makundi yote ndani ya nchi, ili waende wakapambania haki. Kwa hiyo mada ya pili inaenda kuelezea namna gani mada ya pili ambayo inasema ni kwamba wito kwa Watanzania wote kuungana katika mapinduzi ya kiraia ya kuitoa CCM madarakani. Naomba nimkaribishe kaka yetu PFD Teacher aanze na hiyo mada rasmi, kuwakumbusha hayo makundi yote ndani ya Tanzania kuna umuhimu gani ya kuingia katika mapinduzi ya kiraia. Kaka PFD, tafadhali washa mic. Nashukuru sana dada Jeje, nashukuru sana kwa kunipa nafasi, na moja kwa moja niende kwenye hiyo mada yangu. Nafikiri inasema, hebu unaweza ukairudia tamani lakini. Okay, mada inasema hivi: wito kwa Watanzania wote kujiunga katika mapinduzi ya kiraia ya kuitoa CCM madarakani. Karibu. Okay, asante sana. Sasa moja kwa moja ndugu zangu, kwanza niwasalimie habari za saizi ndugu zangu wa Tanzania ambao mko manyumbani na wengine mko ugaibuni huko, na salamu za kipekee sana kwa ndugu zetu wa Kenya hapa ambao tumeungana nao leo, ambao tumeungana usiku wa leo katika majadiliano yetu ya kila siku ambao tunaongea kwa ajili ya kupeana elimu katika mapambano ya kupigania haki. Sasa lazima kitu watu wafahamu kwamba leo hatupo kwa ajili ya kuimba mapambio ya kusifia umaskini. Lazima watu waelewe hicho kitu. Hatupo hapa kwa ajili ya kupiga mapambio ya kusifia umaskini. Hatukuja hapa kupiga makofi kwa barabara ambazo ni haki yetu kupata kwa kodi zetu. Leo nimekuja kwa swali moja tu. Kitu kimoja ambacho natakiwa tuongee ni kwamba kila Mtanzania au kila aliyoko hapa ajiulize swali: je, wewe ni mlinzi wa amani au ni mfungwa wa uoga? Kwa hiyo lazima iko kitu tukielewe. Na vile tumekuwa tukiimba sana kuhusu Tanzania ni kisiwa cha amani, Tanzania ni kisiwa cha amani, huku mioyo yetu inavuja damu kwa ukosefu wa haki. Sasa leo ni lazima tuongee kwamba amani bila haki ni utumwa uliojificha. Amani bila haki ni utumwa uliojificha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Kenya, sisi hapa tunaweza tukasema kwamba kwanza sio kama tunapenda sana kuangalia wa Kenya katika swala zima la kupigania haki kama mfano wetu, majirani yetu ambao mpo karibu sana. Tunaamini kwamba hamuingii barabarani kwa sababu mnapenda fujo. No, lakini kila maandamano ambayo mnafanyaga ni sababu mnapenda nchi yenu kuliko mnavyowaogopa viongozi wenu. Sasa hii wa Kenya mmetuonesha kuwa serikali inapaswa kuwaogopa wananchi na si wananchi kuiogopa serikali. Kwa hiyo katika hicho kitu tunajitahidi kuendelea kuiga taratibu kwa wenzetu wa Kenya. Sasa lazima hiki kitu watambue. Moja kwa moja niende kwenye mada yangu kwamba nini wito wetu kwa Watanzania katika kuidai au katika kuitoa Tanzania. Sasa ni hapa nitaweza kwa haraka sana kwa sababu najua tuko wengi na muda ni mchache. Nitazungumzia kama pointi 3 au 4. Wito wetu ni nini? Kwanza, wito wa kwanza, kwa nini tunahitaji kwamba Watanzania wadai haki na tuikomboe taifa letu? Tunaikomboa vipi? Cha kwanza, tunakomboa taifa letu katika utambulisho. Tanzania, utambulisho wa kivipi? Tanzania si kisiwa cha amani. Lazima hicho kitu kila Mtanzania akifahamu. Tanzania si kisiwa cha amani bali ni kisiwa cha unyonge. Kwa nini ni kisiwa cha unyonge? Kwanza moja kwa moja itabidi nivunje hili neno. Na ningekuwa na mamlaka nalo la kulivunja moja kwa moja, tungelikataa kwamba mwiko kusema Tanzania ni nchi ya amani. Hili jina ambalo limekuwa sana likitumiwa kwa kisingizio cha watu kukaa kimya. Ukimya wetu viongozi batili wanasema ni amani.
na ni lazima tutambue kwamba amani bila haki ni utumwa uliojificha. Amani bila haki ni utumwa uliojificha. Huwezi kusema nchi ina amani wakati wananchi hana, yani mwananchi mwenyewe hana hata uhakika wa mlo, ndugu zanguni. Hatuna uhuru wa kusema, sasa hivi tunatekwa, tunapotezwa, wala hata haki ya kuchagua viongozi ambao tunawataka hatuna. Sasa unakuja kuona kwamba hiyo sio amani. Huu ni wito, lazima Watanzania tufahamu kwamba Tanzania nchi yetu haina amani, ila tunapita kwenye kizingizio cha kukaa kimya. Vile vile wito wangu kwa sababu ya pili, wito wangu kwa Watanzania ni kwamba lazima tuangalie mfano kwa ndugu zetu wa Kenya. Kwa nini nasema tuangalie mfano kwa ndugu zetu wa Kenya? Wakenya hapa leo hii wanatufundisha nini maana ya nguvu ya umma, people's power. Wakenya wanatufundisha nini maana ya nguvu ya umma, kwa sababu hawa watu wamekuwa wakiungana kwa pamoja. Watanzania lazima tuangalie vijana wenzetu wa Kenya, jinsi ambavyo wanaweza kusimama kidete kudai uwajibikaji. Kenya leo hii inatufundisha kuwa katiba sio karatasi, bali ni silaha. Huo ni mfano ambao tunataka tukaiga kwa wenzetu, walisimamia katiba yao wakaipata mpaka leo hii. Serikali ina uwezo wa kuwasikiliza raia. Hii ni tofauti na sisi wa Tanzania. Kwa hiyo huu ni wito, lazima tuwe na nguvu ya umma, lazima tusimame pamoja ili tuweze kusimama na kutetea taifa letu kikatiba. Sasa kama ikiwa Wakenya, ndugu zangu, hawa majirani zetu ambao tumeungana nayo leo, wanaweza kuhoji kodi zao na matumizi ya serikali, kwa nini sisi wa Tanzania tubaki kulalamika chini ya uvungu wa kitanda? Lazima hicho kitu tujiulize. Ni lazima tupambane tupate haki ya katiba ili tuwe kama wenzetu, tuwe tuna uwezo wa kuhoji. Sijui kama mnanielewa vizuri ndugu zangu. Najitahidi kuelezea haraka ili twende kwenye muda. Pia pointi yangu ya pili ni kwamba tunahitaji kukomboa taifa letu kama ukombozi wa kiuchumi au rasilimali. Ndugu zangu, labda niombeeni kitu kimoja. Sisi Tanzania ni tajiri. Kila mtu, hakuna kitu kinachojificha. Sisi Tanzania ni tajiri. Lakini raia wa Tanzania sisi ni maskini. Lakini tumezungukwa na madini, tumezungukwa na bandari, tumezungukwa na ardhi, lakini mikataba mingi bado ni asiri. Mikataba ambayo wanaingia viongozi wetu ni asiri, hawaiweki wazi. Na hii haimnufaishi mwananchi wa kawaida, inakuwa ipo kwa ajili yao wenyewe. Sasa ni lazima tupambane katika kukomboa taifa letu kwenye swala zima la kiuchumi na rasilimali. Ni lazima tutengeneze katiba ambayo wananchi tunaweza kuhoji. Ni lazima tutengeneze katiba ambayo haiwezi kupitishwa mikataba yoyote bila wananchi kufahamu kinachoendelea. Lazima tutambue kwamba kudai haki sio tu maandamano. Ni kudai uwazi kwenye rasilimali zetu. Ni lazima tuache kuwa watazamaji wa utajiri wetu wenyewe, ndugu zangu wa Tanzania. Hiki kitu ni lazima ujiulize ndani ya nafsi yako. Sisi wananchi ndio wenye nchi yetu. Kwa hiyo kama viongozi hawawezi kutusikiliza, ni lazima tuwawajibishe. Tunawajibisha vipi? Ni pale ambapo tutapambana kupata katiba yetu ambayo itamweka huru mwananchi. Vile vile tunahitaji tukomboe taifa letu katika haki ya kidemokrasia na katiba. Lazima tupate katiba ambayo itampunguzia rais majukumu. Kwa nini? Huwezi kupata haki kutoka kwenye mfumo ulioundwa kukunyima haki. Hiyo tunaijua, na CCM wamezoea toka miaka 60 ya uhuru, wamezoea hicho kitu. Wametengeneza katiba ambayo inawalinda wenyewe. Na hii Mwalimu Nyerere huwa naisema sana. Mwalimu Nyerere alikopi katiba ya wakoloni Waingereza. Waingereza walitengeneza katiba ambayo ilikuwa inamlinda Malkia na viongozi wake na askari wake kwa ajili ya kututawala sisi wenye taifa letu. Mwalimu Nyerere alipopata uhuru alipita na katiba hiyo, alienda Uingereza kuibadilisha jina tu. Kwa unakuja kuona jinsi gani tuna kila sababu ya kusimama kidete na kupambania. Ni lazima kwa vyovyote vile tubadilishe katiba ya nchi yetu. Lazima kwa vyovyote vile tubadilishe katiba yetu. Sasa tunahitaji katiba mpya ambayo itapunguza nguvu za mtu mmoja na kuongeza nguvu za taasisi na wananchi. Rais hawezi kuwa anajiamulia tu kwamba ameamka leo asubuhi anajiamulia namtoa huyu namweka huyu, namtoa sijui waziri mkuu sijui.
namtoa sijui na mkuu wa mkoa namweka huyu, sijui namtoa mkuu wa majeshi namweka huyu, yani anajiamulia yeye mwenyewe. Hiyo kitu ni impossible. Kwa hiyo lazima tutengeneze katiba ambayo itampunguzia nguvu. Sasa tume ya uchaguzi pia lazima iwe huru na kweli. Sio huru kwa jina tunasema tume huru, wakati bila sanduku la kula kuheshimiwa ukombozi hautofika. Ndugu zangu, lazima tusimame, tutengeneze tume, tusimamie tume ambayo ina uwezo wa kutoa uhuru wa ukweli. Ukipiga kura unajua kabisa kwamba hii kura imeenda kwa mtu gani. Pia vile vile labda niseme kwa pointi yangu nyingine ni kwamba kwa nini tunahitaji ukombozi wa taifa letu. Tunahitaji ukombozi wetu katika tukatae ushabiki wa vyama. Tukatae ushabiki wa vyama na tuwe wazalendo wa taifa letu. Ndugu zangu, labda niwaambie kitu kimoja kwamba njaa haina rangi ya kijani wala nyekundu. Njaa haina rangi nyekundu wala ina rangi nyeupe. Lazima hicho kitu kitambue. Na pia hata umaskini hauchagui huyu ni mfuasi wa chama gani. Ndugu zangu, tuacheni ushabiki wa vyama, ila tusimame na taifa kwanza. Taifa kwanza, alafu chama kinafuata. Tuache ushabiki wa vyama, tuanze kushabikia haki. Tukisema tushabikie haki, basi hata hivyo vyama vyenyewe vitafuata haki. Tuungane kama taifa kudai mifumo inayofanya kazi kwa ajili ya kila mmoja bila kujali itikadi. Kuna mtu anashindwa kusimamia taifa kwa sababu kwamba mimi nimezaliwa ndani ya CCM, sijui nini na nini. Hiko kitu hakitakiwi ndugu zangu. Uzalendo kwanza wa taifa, alafu ushabiki wa chama utafuata. Sasa niseme tu asante, nimejitahidi sana niongee kwa ufupi na kufupisha maneno kwa sababu napendaga sana kuongea, lakini najua mada hii tuko watu wengi na kila mmoja anataka kuchangia. Kitu ambacho nitamaliza na maneno tu haya mafupi kwa ndugu zangu wa Tanzania. Ni lazima tutambue kwamba taifa Tanzania haitakombolewa na malaika kutoka mbinguni. Ila itakombolewa na Watanzania wenye hasira ya maendeleo, kimaendeleo na uthubutu wa kudai kile kilicho chetu. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, kila mtu asimame imara, tusikate tamaa. Swala la kupigania haki sio swala la dakika moja, ni safari ndefu sana. Umo ndani kuna kila aina ya kukukatisha tamaa, lakini tusikate tamaa, tusimame pamoja. Niseme tu asante na huwa napenda kuongea maneno yangu. Hakuna mbili bila moja wazee, hakuna mbili bila moja. Trust the process. Nchi yetu au kifo, tutashinda. Kwa mimi wa Tanzania niseme tu asante, na pia nimshukuru hosti kwa nafasi hii ulionipa. Nimeona nichangie hayo machache katika kuwaamsha wa Tanzania jinsi gani tunaweza tukakomboa taifa letu. Kwa hiyo nasema asante sana, nashukuru. Asante sana kaka PFD, tunakushukuru sana kwa mchango wako. Tunatambua pia mchango wako katika hii movement. Tunashukuru sana kwa masomo yako, na leo unaendelea kutupa masomo mazuri hapa. Kabla kumkaribisha Loveness, naomba kwa nafasi pekee nimkaribishe kaka yetu Sama kama ana lolote la kuchangia katika hili juu ya Watanzania ambao wanatakiwa waone umuhimu wa kujiunga katika hizi movement ili kuiondoa CCM madarakani. Kaka Sama, washa mic. Asanteni sana. Saizi nakuja kwa shida kwa kweli. So nakuja leo peke yake tu nimeblokiwa akaunti 4. Nadhani mmeniona kila sehemu nilikuwa nakwenda napiga nondo. Leo nadhani mmeona wakati natembea, nimeanzia kwa Cecilia, kwa Queen, kwa pote na blokiwa tu kwa Uhuru. Kwa hiyo ninapitia changamoto hii, nimeitengeneza sasa hivi na sijui kama nitakuwa hai. Samahani kaka Sama. Kaka Sama, sorry, pole sana. Naomba host mpandishe Kutimalia ame request. Kaka Sama, endelea. Kwa hiyo jamani, mkiniona sionekani ndio hivyo. Ninapitia changamoto hiyo. Kwa mfano kama leo naona napigwa bani hata bila hata kuingia. Kwa hiyo napitia hiyo changamoto sana, hasa tunapoanza kuwapiga nyundo. Sama, kuna wazo limetoka kwamba unapofungua account jaribu kufungua kwenye business, weka kwenye business, sio kwenye personal account. Hebu try kufanya hivyo. Mimi nafanya
kwenye hizi account kadhaa. Hebu jaribu kufanya tuone kama ita work out, sawa eh? Nimeanza kujaribu kwenye hii account na zingine pia. Weka kwenye business, sio kwenye personal account. Okay, nitafanya hivyo. Kwanza asanteni sana wageni wote, na best yangu hapo 00 TV, rafiki yangu sana tangu kipindi cha Moi 29, nashukuru sana. Na wengine wote wa Discord na mitandao mingine yote huko, wote nawasalimia. Naenda moja kwa moja kwenye mada ya kwamba tuungane kwa pamoja, au hebu irudie kidogo Jeje. Jeje upo? Kashuka. Ongea na makundi yote Tanzania ili waweze kuingia kwenye movement katika kupambania haki, kuiondoa system. Okay. Naomba ongea na makundi Tanzania wote. Jamani, mimi naona ni wazo zuri sana hili. Hapa katikati tumeanza kurudi nyuma sana, kwa sababu kuna watu wameanza kutulegeza kidogo. Watu ambao tulikuwa nao wamejaribu kukengeuka kidogo. Sasa kuna watu wameingia kwenye mfumo, wanajitahidi kupunguza haya mashambulizi, lakini sisi tuendeleeni hapo hapo. Kwanza sisi ni washindi wote tuliopo hapa, wote mitandao yote, sisi ni washindi kwa sababu tumetengewa pesa ili tuzimishwe kwa kifo, tuzimishwe kwa maneno, kila kitu. Nadhani mnaona kama mtu anapewa milioni 200 akaenda kazimishe uhai wa mtu, ni kwamba sisi saizi tuko juu sana. Hawa watuwezi. Sasa hivi wametenga pesa ili watuzimishe sisi wamejitahidi sana. Kwa mfano leo hiki kikao kimewatoa roho sana. Wamejaribu kuziblock account nyingi sana, lakini bado tupo na tutaendelea kuwepo. Na sasa hivi tunaungana na Wakenya, tutazidi kuungana. Na mnaoandaa, tafuteni mpaka wa South Africa tuungane nao, wakawapige nyundo huko tuone. Sasa hizi tunataka kila nchi tuungane, tuwapige nyundo kabisa. Hawa watu wamesha tepeta. Kwanza nilikuwa nataka kitu kimoja tufanye. Kwa mtu anayerekodi hapa, nilikuwa nimesubiri sana Nuruvazi, hiki kitu kikiwezekana kipitishwe leo. Kipitishwe. Nilikuwa na hoja moja, tuanze kutengeneza nondo zetu ambazo zinakwenda vizuri, tuzilipie ziende viral. Tuzilipie kwenye TikTok ziende viral, zipate hata mafollowers mamilioni na mamilioni. Kwa sababu kama tulikuwa tuna uwezo wa kuchangia matapeli wanaotudanganya wanalala kwenye miti, tunawachangia mapesa, ni heri sasa hivi kama kuna nondo kama zilizotoka leo ziende viral, zitengenezwe wakina maboi wazipele, tukazilipie. Tunalipia matangazo, nondo zinaenda viral, comment milioni ngapi? Tunashindwa nini? Kama tulikuwa tunawachangia watu wanatudanganya wanalala kwenye miti. Kwa hiyo tutaanzisha hiyo kampeni. Hii ni moja ya kuparalyze. Tufanye hiyo kampeni, ni kama hata kama tutachanga, tunajua kaza tuna nondo fulani tunaichangia. Kama ni 200,000 tutailipia, tukaiangalie huko mnapiga comment ya kutosha, inasambaa. Hii sumu tuisambaze na tusiache. Maana hao watu wametupanda kichwani na sisi tuwapande. Tutafika mbali tukifanya hivyo. Ni wazo langu, lakini kama mtalifanyia kazi ni nzuri zaidi kusambaza ili nani zetu zijulikane, kwa sababu wanaona kama vile kutupiga sisi hapa nyundo kama wanatupunguza, lakini na sisi tuje kivingine. Hilo la kwanza. Alafu tuanzishe mikakati kama vilivyo vyama vya siasa, na sisi twende kiwilaya, mkoa, tujue kuna nani kule, kuna nani huku, kuna nani huku, tuparalyze. Tunajua kaza mkoa fulani kuna nani, hebu sambaza vipeperushi, fanya jambo, fanya hivyo. Tuieneze japo ndani ya miezi 3 au 4, Tanzania nzima wajue kuna watu bado waikubali hii serikali. Tufanye kama vilivyo vyama vya siasa, matawi nini, tutajua sisi wenyewe kwa kodi zetu. Ili hawa watu tuwaparalyze, hizi habari zetu ziwe zinafika mbali. At least hata kama kuna nondo zetu zinapatikana labda Sumbawanga, bana Sumbawanga, tafuta hata vijana 10, sikilizisha nondo. Sikilizisha hivi. Itaenea kama sumu. Nani hivyo. Tufanye hivyo. Na hilo nao litasaidia. Alafu tuweke mikakati mingine tunataka tuweke, tuhakikishe sasa hivi kila anayepiga nondo hapa ana account Facebook fake ya kupiga nondo, ana account Instagram ya kupiga nondo. Wote tuliopo hapa kuanzia siku fulani tujiwekee malengo, kila mtu atengeneze. Hao wameshatupanda kichwani, wanaona hapa ndio pa kuna nini. Twende kule, hapa tuwe tunakutana, hapa watutoi. Kila mtu aliyopo hapa atengeneze Instagram na tumwage vitu kule. Maana hao wanadhania kwamba hapa ndio pa kukombolea nchi. Hapana.
twende na sisi tuje kivingine. Kila mtu ahakikishe ana Facebook, ana nini hivyo. Hata kama mtu yoyote aliyopo hapa anajijua kabisa, hata kama ni muoga, ziba hata mdomo, tengeneza maneno makali, tengeneza sentensi nzuri, mtumie hata Nuru akupostie. Fanyeni hivyo kusudi ijulikane ni sauti yangu ilileta ujumbe fulani. Msikae kimya tu, mnakuja kukaa hapa tunakugombanisha watu. Tengeneza hata voice, mmeshaamua kuwa waoga. Tengeneza voice nzuri yenye maneno uliyoyapangilia, mtumie tu, itaenda viral. Ziba hata uso. Yani tuhakikishe kila mtu anaingiza kitu fulani kukomboa nchi. Kila mtu anaingiza kitu fulani kukomboa nchi. Unajijua wewe ni muoga, mpe mtu akuwekee pale. Mrushie Lecho Dangwa, mimi hapo bana, hebu nipostie, nimepiga nondo. Atasikiliza, atarusha. Fanyeni hivyo. Tufanye hivyo. Tusije kila siku hapa si nini makelele. Hapana. Kila mtu afanye jambo. Nimependa sana kitengo cha kuandika barua za kuparalyze. Wako vizuri. Wakina Cutie Maria, Uhuru na wako vizuri. Wa kuandika barua za kuparalyze wako vizuri. Kitengo cha taharuki kiko vizuri, kikiwa chini ya Trump. Kwa hiyo twendeni hivyo. Wakina Trump wazalishwe wawe wengi, wakina Cutie Maria kama Uhuru wawe wengi. Kusudi nini? Kila siku tukiona jambo limejitatiza, andika barua, peleka Sweden, peleka Finland, peleka kwenye mashirika ya ndege. Yani kila siku kuna nini? Tufanyeni hivyo. Hawa watu kwa sababu wamepewa pesa za kutudidimiza, wamepewa pesa za kutufukuza kwenye mtandao. Kama mtu anakabidhiwa milioni 200 akamchome mtu sindano afe, hawa wanashindwa nini kutufanya sisi chochote? Hawa wanashindwa nini? Milioni 200 kwenda kumuua mtu, wakati unajua una stoko ya watu 10,000 umeshaua. Una stoko ya watu 10,000 ulishaua. Ni mwezi wa Ramadhani, unatoa milioni 200 tena akauliwe mwingine. Maumivu gani mnaotupatia? Alafu unakwenda kupiga picha umebeba katoto, wakati ulikuwa umetoa milioni 200 akauliwe mtu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sisi tumeshaonekana sisi hatufai. Sisi sio wanadamu tena. Leo sole naingilia kidogo. Leo mnawafukuza wa Masai. Wamewakosea nini? Kisa kwa sababu mpate hela. Msidanganyike kabisa kwamba hii nchi ni maskini. Futeni hizo kauli. Futeni kauli kabisa kwamba nchi maskini. Kama mtu mmoja tulimuona na shilingi bilioni 16 benki, alafu nyie mnalishwa upumbavu kwa kwamba nchi ni maskini. Mtoto wa rais anatoa bilioni 4 anapeleka Dubai, nyie mnalishwa upumbavu, ni maskini. Alafu leo hapa sisi tunapiga kelele, tunaambiwa kwamba sisi ni wahaini. Muhaini gani hapa? Tunatetea haki. Kama wamekuja mpaka wa Kenya kutuunga mkono, wamekuja wa Zambia kutuunga mkono, wamekuja wa Afrika Kusini kutuunga mkono, kwa sababu tunatenda haki, na Mungu ndio maana yuko na sisi. Mungu hayuko na wao. Wamekamatwa na madawa ya kulevya, wamekamatwa huko Kenya, wana polisi wanauliwa kwa sababu wameshakuwa waovu. Leo wanagombana wao kwa wao. Mwigulu Nchemba anashindwa kuelewa, anapigiwa makofi, mwingine naye anacharuka. Ni kutokuelewana kwa sababu ya damu za hao watoto. Wanakwenda wanahangaika. Leo mpaka mtu anakuja kusema nipeni zile hela zangu za kuulia watu. Ni kauli moja ambayo imeshakuwa ya kichizi. Huyo ni mweu. Nani anaweza kwenda kuomba hela kwamba niliua watu wengi, nipeni hela yangu? Tuandikiane comment, tuambiane ukweli. Unaweza kwenda kumuomba mtu kwamba naomba hela kwa sababu niliua watu? Ni kwamba amerukwa akili. Karukwa akili. Mnamkumbuka yule mzee askari aliyeua watu 100? Aliyeua watu 100 alisemaje? Alisema mimi kwa mkono wangu nimeua 100. Anamwambia mke wake, kwa sababu akili imekwisha ruka. Kwa hiyo hawa watu wameshaanza kuchanganyikiwa. Tukazeni hapo, tusikubali haya maliziano. Wameletwa watu wa mchongo kuja kutengeneza maliziano, wakawachukua wakina Mnyika wakizani wataingia choo cha kike. Tuwaambieni hawa wa vyama vya upinzani wasikubali hii mitego. Hawa watu wameshashikwa koo. Waliposema wamepata 98%, waliwaibika. Mabaraza yote, mabunge yote duniani yalijadili uchaguzi wa Tanzania. Hakuna ushindi wa 98% wakati umeua watu 10,000. Umekamatwa makula, tumeona mnaiba. Uongo. Ndio maana wanapambana na maliziano. Kwa sababu gani? Hakuna nchi inawakubali sasa hizi hata moja. Ukiona wanaenda paka Kosovo, Algeria, nchi mbovu sasa hizi wamekuwa Waarabu tu. Na wakilogwa wajiunge na China. Tumekwisha. Angalieni Zambia inayowapitia.
Zambia anaopitia, kama upo wewe wa Zambia unaelewa. Leo wa Zambia wanauziwa ardhi na Wachina. Wanauziwa ardhi na Wachina. Hebu fikirieni vitu kama hivyo. Nchi imekwisha. Leo nilikuwa napekua. Wanawadanganyeni tu. Tanzania inazalisha almasi tani milioni 55.6. Alafu tunadanganywa ni nchi maskini. Tanzania inachangia pato la almasi 1.3. Nilikuwa naangalia almasi ya dunia nzima ya Tanzania ina mchango wa 1.3. Mnakuja mnaambiwa Tanzania ni maskini. Hiyo ni dhahabu tu. Amjaja makaa ya mawe, amjaingia almasi, amjaingia tanzanite, atujui na mamigodi mengine mapya kule. Alafu mnakuja kuambiwa maskini. Ingekuwa Tanzania ni nchi maskini, raia mmoja hawezi kumiliki bilioni 16. Hawezi kumiliki bilioni 16. Ni kwamba ni nchi tajiri, wanaojitajirisha ni wachache. Na wanajitajirisha kwa bunduki, mamitutu, kwa sababu wanatukinini tunauliwa. Hapa wanakuja kwa nia ya kutuua. Hapa wanapotushusha, maana yake ni kutuua. Ni kwamba wakituona face to face tumekwisha. Tumetumiwa wangapi huku? Tumetumiwa watu wakuja kutuua huku. Tunatembea na makofia kila siku kwa sababu ya upumbavu tu, kwa kusema ukweli. Tunasema uongo. Leo hii nchi mnashangaa. Sasa hivi sisi tunataka kutuweka umoja, tuikomboe nchi kwa pamoja, tupeleke vipeperushi vijijini, kila mtu atambue kwamba tuna uonevu. Leo nchi inakabidhiwa majambazi. Wizara ya mambo ya michezo imekabidhiwa jambazi. No comment. Hata akija kutuua, no comment. Ana kesi. Alimkaba Walioba, alimpiga Ruge kwenye Clouds FM, alienda na Roma kule akawateka, alitengeneza mchongo wa Lissu aliongea, alienda kumzuia Nape asiseme ile ripoti yake, ilitoka risasi. Wakina Kitenge wanajua ni jambazi yule. Alizurumu magari pale Dar es Salaam. Nakumbuka ripoti za Mage Kimambi na Gwajima. Leo anapewa uwaziri. Leo waziri wa nchi jambazi. Je, mnaojua Kiingereza waambieni hao wa Zambia watafsirieni. Tuna waziri jambazi, tafsiri ni English. Nikimaliza hapa tafsiri. Hawa watu tuwaibishe, atuachi waambiwe Mkenya baadaye piga ngeli yule Makonda ni mwizi. Tusikubali. Tukiwashe tumeshaamua kutoa roho zetu, tufeni kabisa. Tumeamua tufe, acha tufe, lakini tuseme ukweli. Makonda ni jambazi, atumii jina lake. Mwigulu Nchemba ni jambazi, au atumii majina yao. Uwezi kumiliki timu ndani ya nchi maskini. Wanaomiliki timu ni Arabuni huko. Uwezi kumiliki timu kwenye nchi maskini. Leo Watanzania wanaishije? Unamiliki timu, unalipa watu, unamiliki timu kwenye nchi maskini. Mabilioni unayatoa wapi? Wezi kwa sababu walikuwa waziri wa fedha. Ni majizi tu. Ndio maana wanachukia, wametutengea pesa tusiongee kwa sababu ni wezi. Tusikubali. Tupigeni hapa kwenye mshono. Tupigeni kwenye mshono. Tukipiga nondo tupige, tumeshajitoa kufa. Hakuna kuogopa. Tusizitumie hizi jukwaa kujifurahisha, tusifanye nini? Tupigeni nondo, tupige nondo kweli kweli. Hawa watu tusiwaache hata chembe. Tusiwaache. Namalizia. Tufanyeni jambo zuri. Sasa hivi hizi nondo tuzipelekeni viral sisi kama sisi. Wao wametutengea bilioni, sisi tutajidonoa hivyo hivyo. Mwenye 3,000, mwenye 4,000. Jamani, kuna nondo za Dr. Silaa zimekuja, tuzipaisheni, tunazilipia. Kama ni 200,000 zinakwenda viral. Ile viral itakuwa inakata mzizi wa kublokiwa sisi. Zile viral, tukipata klipu viral 13 kwisha, hawa watu watasanda. Tunaingia kila mtandao, tunapiga viral. Kwa sababu sasa hivi tumerudi nyuma kwa sababu ya wapumbavu waliokengeuka. Wanakaa kwenye live ndani ya dakika 30 kujadili wapiga nondo ambao sisi ndio wakombozi wa nchi. Lakini kwa sababu hatuwajibu, tumepata ushindi. Tuendeleeni hivyo. Msifungue live ya majibishano. Msifungue live za majibishano. Saizi ukifungua we tandika Samia tu. Ukifungua tandika Makonda. Achana na wale waliosema hawana maana.
wote wanaotupinga sisi wanamiliki nini? Wanamiliki nini? Ukiwaingia kwenye peji zao, anauza nyanya chungu, ana kitu chochote. Ukimkuta mwingine binti na babibui lake, anauza ubuyu wa rangi. Kuna nini? Tupige nondo tu, tuachane nao. Ingieni kwenye posti zao, hawana kitu sana. Akijitutumua ameweka filter nyingi kusudi kagauni kangae, hakuna kitu. Hawana hela, hawana kitu chochote, hawana kitu. Nendeni kwenye peji zao, hawana kitu. Sisi tushikilieni hapa hapa, nondo juu ya nondo, tusiache. Tunapofungua hizi live tunaanza na nondo tu. Hata hizo taptapu zinakuwa nyingi sana. Taptapu mje, hapana. Ukifungua, mimi nimeenda leo kwenye live ya Cecilia, kulikuwa kuna watu 7. Sema ndio hivyo, majina yangu sasa hizi ndio hivyo, najiwekea tu jina lolote takalojua. Nimepanda pale, akafungua mic, na yeye mwenyewe ana wasiwasi, wewe mzee drive kufungua. Alivyosikia sauti, surprise, nikaanza kukiwasha pale. Piga nondo ya dakika 10, wakanipiga na bani. Lakini tayari watu nilikuwa nimeshavuta kijiji, watu 80 kutoka watu 2 wamenipiga bani, lakini nimeondoka na watu sinisumu tayari pale nimesambaza. Kwa hiyo tukifungua tu live, anza na nondo. Hakuna hata kwamba ukaribishe watu, we kitandike tu. Atakaye kuwepo atarekodi. Ikiwa maneno yanatufurahisha, tunaileta hapa kwenye ukumbi. Jamani, haya maneno vipi? Tuyapeleke viral. Shingapi? 200,000. Tupa mzigo. Ndivyo tutakuwa tunafanya saizi. Kwa sababu hawa waonyesha wamekuja na gia ya kutublock. Nikiwaambia hapa kitu, unajua wamefanyaje hawa? Nilikuwa nimetengeneza line 8. Kumbe nilikuwa nimezitengeneza kwa mfumo wa kufanana. Wamezipiga zikapigwa zote mpaka ambazo sijafungua. Unaona? Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Hii kuna mtu nimebidi nimpigie simu wa IT akanitengenezea hii. Kwa mfumo tofauti. Akanambia lazima uingie kwenye nondo leo. Lazima uingie. Kwa sababu na yeye ni mtu wa huko, ni mtu wa serikalini. Piga nondo leo, lazima uende. Nikamwambia nitengenezee mzigo, nirushie mzigo. Na wenyewe wamechoka. Kanirushia mzigo huu nao utumia saizi. Kama UVCCM hayo yaliyochoka. Tuseme kabisa, ampendwi. Tafuteni tu mtu uwe ampendwi. Kuna watu wanatusapoti kwa sababu tunaongea mambo yaliyo ya muhimu, ya maana. Mimi nimemaliza, asanteni sana. Asante sana kaka Sama, nakushukuru sana kwa mambo zako. Natambua mchango wako. Natambua mchango wako ni mkubwa sana. Usimame imara, uendelee kusimama imara, maana adui yuko kazini. Nani mnanisikia? Sana.